Nataka nikuonyeshe kitu hapa. Waebrania, wanawake wa Waebrania walikuwa wanazaa sana na kwa haraka sana kuliko wa Misri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa sifa hiyo ilikuwa inawadisqualify wanawake wa wapi? Wa Misri. Kwa hiyo wanawake wa Misri ilitakiwa wawe na chuki na wanawake wa Kiebrania, kwa sababu imewafanya wao waonekanike wiki. Kwa kitu cha kwanza ambacho tulikitegemea, huyu mtoto wa mfalme akimuona yule mtoto hasira impande, kwa sababu ndiyo oda ya babake. Lakini ukiangalia Biblia inasema alipomfunua yule mtoto alipokuwa analia, yule binti akaona huruma ndani yake. Unaanza kuona kuna kitu ambacho Mungu anakifanya ndani ya moyo wa mtoto wa mfalme kwa ajili ya manufaa ya Musa. Alipomuona, badala ya kukasirika, Biblia inasema akamuonea huruma na akadetect kwamba huyu ni mtoto wa Kiebrania. Alichotakiwa kufanya, alitakiwa achukue amtupe kwenye nini? Kwenye maji. Watu ambao Mungu amewaandaa kwa ajili yako, Mungu huwa anasema na mioyo yao. Ndio maana usikubali kupakaziwa ubaya juu ya mtu kama huyo mtu hajawahi kukufanyia wewe ubaya. Mtu anaweza akawa mbaya kwa rafiki yako. Aliye mbaya kwa rafiki yako sio lazima awe mbaya kwako. Usikubali kupokea ubaya kwa Bluetooth. Unajua kuna watu wanaambiwa juu ya mtu, una conclude, unamuona namna ambavyo hafai kwa kusikia tu, lakini anawezekana asifai kwa mwingine, ila Mungu amemwandaa kwa ajili yako. Usifikiri huyu mwanamke alikuwa na huruma na watoto wote wa Kiebrania. Alikuwa ni kwa ajili ya Musa. Kuna wakati nilikuwa nashughulikia wizara moja, jambo moja, nikamtuma huyo mtu akaenda akashughulika. Yani alipofika kwa huyo mtu anayetakiwa kumsaidia, akaongea naye vibaya, akamwambia hilo jambo haliwezekaniki, akamdisqualify. Akaniambia, "Sema mtumishi, mimi nafikiri hapa haiwezekaniki tukafanikiwa." Nikamwambia ngoja nitajihimi mimi mwenyewe kwenda kesho. Kwa hiyo nimeamka asubuhi nikaenda mpaka kwenye hiyo ofisi. Huyo mheshimiwa yuko kwa ndani, afu kuna secretary. Kwa hiyo nikawa naongea na yule secretary, namuelezea hitaji ambalo ninalo. Akaiangalia akasema subiri. Nikaambiwa nikakae pembeni. Nikakaa pembeni. Secretary akaniambia kesi hii yani ni very complicated. Nimeambiwa nikuambie uingie huko ndani. Ukiingia huko ndani labda ndo tutafakari namna tutakavyoweza kusaidia. Nikamwambia sawa. Nikaingizwa huko ndani. Nimeingia huko ndani, ninasubiria bonge la ofisi lina masofa na nini. Ninasubiria dakika 10, dakika 15 hatokei. Alafu baada kama dakika 10 zingine akaingia mama mmoja mtu mzima. Akaniambia, "Mtumishi, ile document yako ilivyokuja nikajua ni wewe. Nikawa nafanya kila namna niweze kukuona, maana nimetafuta appointment sijapata." Akaniambia, "Huyu ni Mungu amekuleta ofisini kwangu." Akamuita secretary akamwambia, "Hebu clear hilo." Wakati una clear, mtumishi, ninaomba. Lakini nilishabebeshwa ubaya. Bwana Yesu asifiwe. Sikatai, inawezekana huyo mama kweli ni nani, lakini sio mbaya kwangu. Mbaya kwako sio lazima awe mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa